Bwana, natumai utakuwa vyema sana. Mnaitwa Mr. Mamen bwana, nimefunga safari mpaka kufika kwa kaka mkubwa bwana Nanga OG. Babu Kaju mwenyewe tuko studio kwake ndani hapa, yeye mwenyewe ndo anapika vitu vyake, ma soundtrack manini. Kasema nije tuzungumze naye, tupige naye story mbili tatu. Najua kuna mengi sana nataka kuyafahamu kwa Nanga. Nafikiri leo tumekuja kwa ajili ya kukonga hiyo kiu yako, si ndio? Keep on subscribe, like na kucomment. Ndio shughuli zetu bwana ambazo sisi zinatoweka mjini kukupa wewe habari na wewe kuzipokea habari. Ndio shughuli ambazo zinakuwa zinaenda. Mkubwa Nanga vipi? Safi kabisa. Vizuri. Tunamshukuru Mungu ametujalia afya na siku tumeiona mpya, tunamshukuru. Kweli jambo jema, na nashukuru pia kwa mapokezi yako. Tuko studio kwako kabisa. Uko najiuliza Nanga anaigiza, mbona ana studio ambayo inahusika na production ya sauti? Uzuri mimi nafanya vitu vingi. Sijabezi tu kwenye hizi skiti za mtandaoni. Tunafanya series, tunafanya filamu, hizi filamu ndefu, lakini pia tunafanya zile klipu za dakika 10 na kwa zote zinahitaji sound. Sasa kwenda studio kwa watu mara nyingi imekuwa kuna shida kidogo. Tukasema tutengeneze ya kwetu. Kwa hiyo tunapohitaji sound zetu tunampigia producer, anakuja na tutengenezea midundo, si tunaendelea. Ndio. Haya ni matunda ya ule ushindi wako. Ni kitu kimoja kati ya vingi tulivyovifanya. Nafsi nipongeze, studio imenyoka, iko vizuri. Unasuka majambo yako mwenyewe, kwa majambo yakitoka hapa copyright by Nanga. Ndio. Comedy Icon. Kwa hapa panaitwa Icon Studio. Sasa sana inaendaje mwanangu Nanga? Nikiangalia sasa hivi nimeona kama umekuwa una shift sana na baadhi ya timu tofauti. Kasema Nanga, mimi nimemzoea kuwa anachekesha. Sometimes tunakuona kwenye baadhi ya movie na pengine kuna watu wasiokujua unahusika kwenye masuala ya production, ku direct baadhi ya movie. Nikiangalia juzi hapa ulitoka kumposti Koi, ukasema kama ndo tuinue mapanga sasa ndo tunaanza. Nimeona umemposti Lamata tuondoke. Kwa nini kinakuja? Hapana. Ni ukimzungumza Lamata, kwanza na mheshimu sana. Ni madam ambaye aliniamini. Miongoni mwa madirector wengi ama maproducer wengi walioniamini, yeye alikuwa mwanzoni sana. Yeye aliniita ofisini, siku tu akanipigia, njoo ofisini. Nikaenda ofisi yake ndogo ya Sinza, nikakutana naye, akaniambia Nanga, nataka uigize Jua Kali 1 2 3 4 5. Najua watu hawaamini kwa sababu ya hiki na hiki na hiki, ila nataka ufanye hiki na hiki na hiki. Na ukiangalia kwenye Jua Kali mimi sijafanya comedy. Nilifanya serious na nikapita vizuri na akanilipa vizuri. Lakini kilichofanya nimposti ni kwa sababu ya Miss Tanzania. Yani kuna namna ambayo uelewa uko tofauti. Wanashindwa kuelewa miliki na waongozaji jambo. Sio, unanielewa? Lamata amekabidhiwa Miss Tanzania, yeye ni mmiliki wa Miss Tanzania. Haimaanishi kwamba yeye ndo ataangalia vigezo vya mamisi, yeye anajua mamisi wanataka nini. Hapana. Ana timu kubwa ya watu ambao watakaomshauri, bwana hapa tunataka twende hivi. Akiwepo yule Basilisa, bado kuna mamisi wengine watakaomsupport. Kwa hiyo nilivyoona yale makelele mengi, na mimi yule ni mama tajiri yangu, nikasema hapana. Tunaanza upya. Kwa nini? Kwa namna ambayo kama kwenye makabidhiano kulikuwa na kelele namna vile, vipi siku atakayotambulisha? Sababu unajua watu hawaamini, na afa nilichogundua pia nimeona kama Watanzania kama wanatamani kweli, yani wewe na Shafi mzinguana, yani sijui kuna kitu gani wanatamani wakione, kwa sababu nimejaribu kufuatilia asilimia kubwa zinapohusishwa zile milioni 20 ambazo ulishinda, na vile ambavyo Shafi anasema hukuimpa hata 100. Watu wanatamani kama kuhisi kuna keche ambayo Shafi inabidi aionyeshe kwamba Nanga hajanipa hela mwanangu, tumezinguana ile. Watu ndio maana tunasema tuko kwenye taifa ambalo au tuko kwenye namna ya generation ambayo wanatamanigi noma tu muda wote. Yani tunakusupport. Lakini ufanye vile ambavyo tunataka sisi. Utaki vile basi na sisi tunakuzingua. Ndio hicho anachogombana na Diamond mpaka leo. Si unaelewa? Kuna namna wao wanataka afanye, lakini kuna namna yeye anaiona njia. Si unaelewa? Ukweli utabakia kuwa ukweli, Mamen. Yani kuhusiana na milioni 20, kweli nimeshinda milioni 20 na nimekabidhiwa kweli milioni 20. Lakini
kusema kumpa Shafii sijampa hata 100. Kweli kabisa, kwenye zile milioni 20 sijampa, na sio Shafii. Yeyote ambaye unamfahamu yuko nyuma yangu akupata hata 100. Hata mimi sikupata hata 100. Kwa sababu ile milioni 20, sisi ni watoto ambao watu wote wanaonizunguka mimi, na ukipigia mahesabu na mimi, wote maskini. Si unanielewa? Wewe unafanya production, unaelewa production ni gharama yake kiasi gani. Si unanielewa? Leo hii ukitaka ufanye filamu inayoeleweka, lazima ukakodi Black Magic kwa jinsi walivyozoea vijana. Black Magic pade unakodi 1,500,000. Si unanielewa? Wewe jambo lako linahitaji siku 10, milioni 1,500,000. Hiyo ni kamera peke yake, bila lenzi mzee. Lenzi unapewa kwa bei nyingine, taa utapewa kwa bei nyingine, yani vifaa vya production unajikuta yani ndani ya siku 10 pesa uliotumia inakaribia hata milioni 6. Hiyo production peke yake. Hujalipa wasanii, hujalipa chakula, hujalipa sehemu mnayofanyia kazi, bado hiyo kazi haijaenda hata editing. Si unanielewa? Kwa hiyo mimi kama mkubwa, mimi kama kaka, kwanza nilishukuru kuipata ile milioni 20, kwa sababu nikaona kwa namna moja ama nyingine inaenda kutukomboa sehemu fulani. Na ndio maana hata hamwezi mkamsikia Wakusmata anapiga kelele, au uwezo kumsikia Musa anapiga kelele, au hata Gamba anapiga kelele, kwa sababu tulichokifanya wote tulisema yes, uko sawa. Sijui unanielewa? Hela haijaenda kunyweka bia, hela haijaenda kufatuliwa tofali, hela imeenda kuchukulia vifaa. Na vifaa vilivyoenda kuchukulia ni vile ambavyo vitatufanya sisi kurahisisha kazi yetu. Sijui unanielewa? Kwa sababu mimi kama msanii, ili nifanye kazi zangu kwa urahisi, lazima niwe na vitu vyangu. Ndio naweza kufanya. Yaani nikiamka sasa hivi hapa nasema sasa nataka niende Bagamoyo nikashoot. Siwezi kuwaza bwana hapa nataka hivi, vitu vyote ninavyo ndani. Kwa ni kupanga tu, naondoka na hiki siku kadhaa tunaenda tunafanya tunarudi. Lakini sasa mtu akilibeba lile bango, kwa mfano tuje tu mfano mwepesi, milioni 20. Nitakiwa nimpe Shafii shingapi? Nitakiwa nimpe Wakusmata shingapi? Nitakiwa nimpe Anko Musa shingapi? Na nitakiwa nimpe Gamba shingapi? Zama nitakiwa nimpe shingapi? Au watu wote wanamfanya Nanga ujue ndo wanaonekana. Unajua kuna ile namna ambayo unapomzungumzia Shafii vizuri, kuna namna ile sasa inaonekana oya wewe ujue maisha yako bila wewe. Pale ndo vijana wengi wanapokosea. Na muappreciate Shafii kwa sababu alichokifanya wengi waliokuwa mainstream hawakufanya. Sijui unanielewa? Ila hiyo haimaanishi Wakusmata hajasimama na Nanga. Hiyo haimaanishi Anko Musa hajasimama na Nanga. Hawa watu tulikuwa tunafanya kazi Morogoro 2019. Ilipotokea anguko la Nanga, watu wameanguka na Nanga. Yaani hivi ninavyokuambia kwamba nilikuwa Chanika, ujue niko na Musa, niko na Wakusmata, niko na Kevo. Leo hii niko Buza, niko na Musa, niko na Wakusmata, niko na Kevo. Hawa watu unaweza kuwatoaje kwenye safari ya mafanikio ya Nanga? Leo hii tunakaa tunamwangalia Kevo, dogo babako anafanya vizuri. Mimi niko proud kusema wao, dogo sasa anafanya vizuri. Lakini huyo mtu alikuwa na mimi toka 2018. Leo hii tunasema Wakusmata miongoni mwa watu noma ni noma kweli kweli. Lakini huyo mtu yuko na mimi toka 2018. Sio unanielewa? Kipindi ambacho watu wengi wanalizungumzia swala, yani mimi nitamani kwa nini Gamba hajapewa? Kwa sababu ukiangalia content ambazo zinafanya vizuri kweli kweli ni mimi na Gamba. Yaani tukija kwenye ule uhalisia, content zinazofanya vizuri zile, kwa sababu mimi sio shabiki wa Gen Z. Gen Z hawaelewagi mimi naigiza nini. Kabisa. Gen Z wanapenda kufurahishwa wao. Yani ufanye vitu mapenzi sio nini. Lakini unakuja kwamba eti mtu usikae kwa shemeji yako sio nini, we nani umekuwa madebeli dai, sio unaelewa? Yani Gen Z kuna namna wao wanataka kufundishwa. Yani kuna lifestyle yao wameshaichagua. Sasa mimi sio wa huko. Mieji yangu imepita huko sehemu yao. Kwa mimi hata ukiangalia mashabiki zangu sio watoto. Ni watu wazima. Sio unanielewa? Kwa hiyo wanaposema tulitakiwa tuigawe ile hela, basi itakiwa kila mtu apate. Gamba apate, Zama apate, Shafii apate, Wakusmata apate, Kevo apate, Anko Musa apate. Lakini wote tungeigawa hiyo hela tunaizungumzia, leo tusingekuwa hapa tulipo. Usingenioje hapa.
Si unanielewa? Huenda sasa hivi maisha yetu yamekuwa rahisi sana kwa sababu ya vile vyote vilivyofanyika. Mimi nawaambiaga tu watu, vifaa vya production vina bei sana. Si unanielewa? Milioni 20 haimalizi production. Sahihi. Si unanielewa? Hata kidogo haimalizi production. Kwa sababu mfano kama ningenunua Black Magic, si unanielewa? Ile ya 6K Pro ni milioni 6 body. Si ndio unanielewa? Mimi na Black Magic 4K. Si unanielewa? Bei yake unaijua. Lakini ukiachana na hiyo nina Sony FX3. Box yake tu yenyewe ni milioni 13. Ina maana katika milioni 20 ingebakia milioni 7. Bado hapo kuna light. Si unanielewa? Mimi Mac ninayotumia hapo ni milioni 7. Si unanielewa? Ina maana kama nini tu boxi la kamera litia milioni 20 imeisha. Lakini leo kuna studio ambayo hapa tupo, bei ya kinanda unajua, bei ya ile mashine ile pale sound card unajua, bei ya hizi speaker unajua, decoration iliyofanyika huko ndani almost milioni 6-7 imepotea. Bado mtu anaizungumzia milioni 20. Lakini mimi ninachoshukuru ile imetuletea chachu ya kupata deals nyingi kubwa zaidi. Si unanielewa? Sasa vile wanavyoongea nilikuwa natamani mfano kama Lichi alivyokuwa anaongea na yule mwenzie, nilikuwa natamani wangekaa kwenye ile level ya vijana nini walitakiwa wafanye. Yaani usiseme kwamba ulitakiwa umpe Shafii sasa milioni 10. Si unanielewa? Kweli ingewezekana, sio kwamba haiwezekani. Na ukitokea hivyo unajua kuna maisha mengine tunaishi ambayo tunasaidiana sana. Lakini mimi siwezi kusema sasa Mameni na kulipia kodi. Mameni mimi nimefanya kitu fulani. Sina hiyo tabia na uwezo kasikia popote. Sina, kwa sababu hata mimi sipendi kutangaza. Sio kwamba sikopi na kopa na nao wakopa anajua, lakini sipendi kutangazwa, kwa hiyo siwezi kumtangaza mtu. Lakini unapoona kuna namna watu wanaongea, mimi siwezi kwenda kumwambia kila shabiki kwamba bwana sasa mimi nahusika na hiki na hiki na hiki. Kwa huyu mimi nahusika hiki na hiki na hiki, hapana. Kwa hiyo kuna comment ukiziona unasema sawa, ukisoma hivi unasema sawa. Mfano kuna interview moja nilifanya, watu wakaniataki sana. Nimesema Shafii sio muigizaji mzuri. Si unanielewa? Sikusema Shafii hajui kuigiza, sio muigizaji mzuri. Yaani ina maana kuna watu noma. Yaani sawa, kwani unataka useme Nanga noma? Kuna watu wanamzidi Nanga. Si unanielewa? Ndio iko hivyo. Issa Lito ana nafasi yake, Gabo ana nafasi yake, Nawanda ana nafasi yake, Medi PhD ana nafasi yake, Gamba ana nafasi yake. Lazima watu tunatofautiana link. Lakini nikasema kwamba mimi nilikuwa na followers 28,000 wakati nakutana na Shafii, na 28,000 wamekaa karibuni hata miaka 4 hawasogei, wameganda. Ila nakutana na Shafii ndani ya wiki kama sio mwezi nikapata 30,000. Si unanielewa? Oya tukimbize Shafii huyo mpaka anafika 50,000. Lakini bado mtu anaonekana kama nimemzungumzia tena dogo vibaya. Si unanielewa? Kwa hiyo hapo unaona hawa mabwana kuna namna wanaitaka. Basi na mimi nitawapa mnachokitaka. Ala. Sahihi kabisa. Nafikiri kwa jilo watakuwa wamekuelewa vizuri Nanga. All in all sisi tunapenda kuona amani kwenye industry, tunapenda kuona kazi zinafanyika na nini, tunapenda kuona umoja. Japokuwa mara kadhaa zinachangamsha game. Zinachangamsha sana. Heka hizi. Unajua hizi issue kama ni zingekuwa zina ukweli au zingekuwa tunasemaje zinafanyaje sijui tuseme lugha nzuri, ingekuwa inakata. Mimi kinacho nikwaza ni namna ya kupotosha. Yaani ile inakata. Ila sasa siwezi kuichukulia personal. Huwa naangalia aliyezungumza nani. Sasa nikiona wewe uliyezungumza na kuamini akili zako naziona ziko sawa, alafu unazungumza kwenye engo ya upotoshaji, naona kuna walakini hapa. Ndio natamani nikuelekeze. Sijui unanielewa. Na siwezi kumwambia kila mtu, nawaambia wale watu ambao nawaona kabisa wana kitu kwenye jamii. Tulienda kwenye uzinduzi wa Miss. Nilikuwa na Shafii. Kwa Lamata pale nilikuwa na Shafii na hakuna changamoto yoyote, isipokuwa siwezi kumkataza Shafii kuongea vile anavyojisikia. Katika maisha iko hivi, hatuwezi kukubaliana kwa kila kitu. Yaani lazima tuwe wazi. Hatuwezi kukubaliana kila kitu. Na unapokuwa kiongozi wewe ndio unakuwa mbeba maono. Inaweza tukafanya jambo sasa hivi mimi na wewe Mamen ikatoka hapa milioni 1. Si unanielewa?
lakini si simu tunoshutia mbovu. Ila hii milioni 1 ilotoka hapa, akili yako wewe haraka haraka itawaza hapa, tukitoa vitu tulivyovitumia, ila tukibaki natakiwa tugawane sawa. Mimi ndo ninapoenda kununua simu sasa. Huyo mimi, na huo ndo utaratibu wangu. Nianze mkubwa vipi? Yani mimi huo ndo utaratibu wangu always. Yani lazima nihakikishe vile vitu ambavyo vinatufanya tunakuwa na changamoto tuzitatue hata kwa udogo. Kwa sababu itafikia stage kuna siku hauwezi kupata hela kwenda kukodi kamera. Production umefikia stage wewe unashuti na Blackmagic au unashutia Sony. Kuna siku itakulazimu ukachukue 7D au Mark 3 kwa sababu hauna uwezo wa kwenda kukodi, lakini mnaponunua mna uwezo wa kutumia vile mnavyotaka. Mmefeli kwa kusema sanaa imetushinda, kodisha. Watu wanakuja wanakodi, Sony unakodi kwa 1.5 mpaka 200,000. Kwa hiyo unapiga hela, si unanielewa? Kwa hiyo mimi nikogo hivi kwenye vitu vyangu kwamba kama changamoto yetu sisi ni simu na imetokea tumepiga tangazo, hela iliyoingia nyingi, wote mkiitolea macho hivi, hakuna mgao, hapo inaenda kuchukuliwa simu kwa ajili ya kurahisisha kazi yetu. Yeah. Hapa katikati wahenga walikuwa na trend sana kwenye misemo yao kwamba wahenga kwenye hilo walitupiga. Lakini kwako wahenga walikuwa sahihi kwenye ile kisikika nyuma geuka, mwisho na kwa kwanza. Ulistack sana hapa katikati. Sana. Mungu kajalia umeinuka nanga chaji bora nanga milioni 20. Wahenga walikuona. mimi nasemaga kitu kimoja. Kuna wakati wa Mungu. Inawezekana kuna muda ukaamini wewe unafanya sana, alafu usiende, sio kwa ubaya. Kuna nafasi ya Mungu. Mungu hajawahi kumwacha mpambanaji hata siku moja. Hicho ndo kitu naamini. Na Mungu anatumia watu wake. Mimi nilifanya vizuri sana kipindi tunaanza. Ni miongoni mwa comedian wa kwanza wa mwanzo kabisa kufanya hivi vitu. Tulifanya vizuri, lakini mimi sikuwa napata hela. Kipindi chote hicho tunafanya. Mimi mpaka nikaamua niajiliwe. Nikafanya kazi hotelini, nikafanya kazi kwenye kampuni za kamalizi. Lakini nilifikia stage nimefanya nikaona hapana, ninachokifanya sio sawa. Sipendezwi nacho. Na unajua kuna namna ile ambayo unaenda kazini lakini hauko sawa. Yaani upendi kuamka, upendi kufanya kile unachokifanya. Kwa hiyo nikaona nirudi kwenye sanaa. Hiyo naizungumzia 2018 mwanzoni, kama sio mwishoni. Ndio nikakutana na mtu anaitwa Mbavu Mbili, nikaenda Morogoro. Nikaanza kushuti. Lakini sasa kushuti sikuwa naigiza. Mimi nilikuwa naandika content, watu wanashuti. Tulikuwa na maeditor karibuni 4. Kwa hiyo maeditor 4, mimi nilikuwa naandika content 20 kwa kila editor mmoja. Ina maana kwa siku mimi naandika content 80. Kila siku inayoenda kwa Mungu lazima niwape watu content 80 wakaigize. Lakini kipindi tunafanya hivyo kwa siku. Yaani ninapoamka asubuhi na mkabidhi huyu 20, huyu 20 wanaenda wanashuti. Kesho asubuhi ikifika 20 kila mtu. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, Wakusmata akajua Nanga anataka nini. Sasa hivi mimi na uwezo kumwambia tu Wakusmata, Mameni ana project 1, 2, 3, nitafutie clip 5. Akaniletea. Na uwezo kumwambia Musa, Mameni ana 1, 2, 3, hebu angalia unaweza kufanyaje niletee clip 5. Anafanya. Na ndio ilivyokuwa hata huko Morogoro. Nilianza kwa kuandikia, lakini nilifikia stage wote wakajua kumbe huyu anataka hiki. Wakusmata akawa anaandika mwenyewe, Musa anaandika mwenyewe, Kevo anaandika mwenyewe, mpaka leo wamekuwa watu noma. Lakini ile ilinipa hela sana. Ila sikuwa naonekana. Kitale alinipigia. Kwa nini sionekani? Tukazungumza sana. Na alivyosikia niko Morogoro alipenda zaidi. Kwa hiyo tukaandaa clip, tulinunua channel kwa Tin White. Maana Tin White Mkojani ndo alikuwa anatuuzia sana channel hizi. Tukanunua channel, tukawa tunaanza kushuti sasa hizi clip za dakika 3 ambazo reels. Unajua, si ni watu wa mwanzo sana kupost hizi clip za dakika 3, kipindi ambacho tulianza na dakika 1, alafu sisi ndo tukaanza kuposti dakika nyingi. Sijui unanielewa, ambako tulikuwa tunaonekana kama watu wa ajabu. Mtu anakuambia punguzeni dakika, zinachosha, zinafanyaje. Lakini Kitale alisema acheni, zinaeleweka. Yaani hivyo mnavyofanya fanyeni. Tukapata dili moja, tukawa tunazipeleka Abudi. Na hilo dili alitugea Tajiwidi ambaye sasa hivi kwa FM nadhani. Yeye ndo alitugea ile dili, familia ile.
tukawa tuna posti klipu zetu Abudi FM. Kwa Morogoro tukawa watu maarufu kweli. Sio, unanielewa? Sasa ile ikaona kama inawezekana kufanya hivi, mbona naweza kurudi mtaani na nikafanya ninachotakiwa kukifanya. Lakini sasa kwa sababu naingiza hela nyingi kwa kulipwa ninachokifanya, ikawa mzito mimi kuanzisha vitu vya kwangu. Sio, unanielewa? Tukaenda Mbeya tukafanya na tulizinguana sababu ya hela ni Mbeya, na sio kwa sababu ya hela, yani labda hela ndio imefanya tumegombana na huyo jamaa. Misingi ndio ilionifanya imenigombanisha na huyo, kipindi ambacho mimi namchukulia mtu mdogo wangu, kumbe nitakiwa nimchukulie bosi. Sio, unanielewa? Kwa sababu alikuwa anatulipa hela ingawa alikuwa mdogo. Sasa alipiga hela nyingi sana. Sasa mimi napiga, unajua huo utaratibu ambao sasa hivi unaongeleka ndio huo ulionigombanisha naye. Sio, unanielewa? Yani wafanyakazi hawajalipwa kama miezi 5, hawajalipwa hela zao. Pesa iliyoingia ni pesa nyingi. Sio, unaelewa? Milioni 109 hivi ndio mtu katengeneza. Umeona? Kwa akili yangu haraka nikasema hapa hamna. Huyu jamaa anawapa hata 5. Ndio akili yangu ilivyo waza. Lakini nikawaambia wale mabwana, hapana, amtakiwi kuchukua 5. Hapa kinachotakiwa kufanyika, naongea na huyu mchizi, tunaingia Chanika, tunaenda kutafuta eneo kubwa, mnakatiana 20 kwa 20. Kwa mimi nikawajenga wa mabwana wote wakawa wamenielewa. Story ikaja imebadilika, mimi kaonekana namfuatilia bosi, mimi sio nimemtukana bosi, mimi sio nimeongea na mama wa bosi, bosi halali, bosi kawa malaya, bosi kawa hivi. Mazungumzo yakawa mengi. Alafu sasa ubaya, mimi sipendi usnitch. Ubaya ikawa wale wenzangu wote ambao nawapa mipango ya kusema sasa tukachukue viwanja tujenge, kumbe wale wote wanajua nini kinaendelea. Mimi sijui. Wanakuchora tu. Yani mimi nawapangia mipango, kumbe wanajua kwamba wewe subiri. Mbona bwana? Sasa siku ambayo huyo mshikaji wangu bwana mdogo huyo ambaye ndo tajiri, siku alisema bwana nakuja huko lakini nataka tufanye kikao. Nikaambia sasa hapa ndo tunaenda kuzungumza. Ndo wakusmata ananiambia bwana blaza, hichi kikao kinakuhusu wewe. 1 2 3 4 nikaona nilimind wakusmata kwa sababu nikaona bwana analetea pigo za ajabu, kwani usingeniambia kati mimi bro wako. Yani wale wengine wote tumekutana kwenye kazi. Ila wewe mdogo wangu, sijui unanielewa. Lakini nikaja kumuelewa baadaye wakusmata kwa nia kuniambia mapema. Kwa mimi nilipoingia kwenye kikao nikaingia na akili yangu. Kikao kinaanza. Nilipopewa nafasi mimi ya kuongea nikasema tu sitaki kufanya kazi tena na wewe. Yani ilikuwa tayari noki. Kwa hiyo hata wao, hata aliyekuja kuleta hiyo kesi hakutaka tufikie hapo. Na hata hao walioniambia tukae kwenye kikao nao hawakujua kama mimi nitafikia hapo. Kwa hiyo mimi nikaingia na uamuzi wangu, sitaki kufanya tena kazi na wewe bwana, kila mtu afanye maisha yake. Kweli mimi nilitoka Mbeya kesho yake nikarudi town, ndo hapo nikaanza moja sasa kusema ngoja nijitafute kwenye mitandao ya kijamii. Kipindi hicho niko na Marem Chaminchazi, niko na mtu kama Kipala Blandi, ambao Chongi, Stabeni, Pongwa, na miongoni mwa watu ambao wanaweza wakalalamika kutofanya chochote. Pongwa ana deserve kulalamika. Kuna mtu kama Keito Kaya ana deserve kulalamika kwamba Nanga ameshinda lakini hajafanya chochote. Kwa sababu hawa watu, unajua kuna ule mtu anasimama kwenye nyakati zote. Sio, unanielewa? Mimi unajua nina sehemu nzuri tu ya kuishi, ila nimeishi studio karibuni miaka 3. Nalala studio pale Lumo kwa Pongwa. Nalala kwa Pongwa pale asubuhi, na sometime chai Pongwa ndo anajua. Chakula cha mchana Pongwa ndo anajua. Si unaelewa? Nikikwambia Pongwa, huyo ndio aliyemfanya Steve Mosco pale. Huyo ndio amemsaidia Chesco, huyo ndio amemsaidia Timua, huyo yani watu wengi amewashika mkono. Sio, unanielewa? Hata mimi alijitahidi kweli. Sawa. Lakini nadhani kwa sababu ya age, tuko age fulani hivi sawa. Kwa hiyo kuna namna anani respect, afu kuna namna mimi ninaona. Kwa hiyo kuna ile kufusiana ilikuwa ngumu, lakini miongoni mwa mabro ambao wana mchango mkubwa sana kwangu mimi.